Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya uongozi wa halmashauri, serikali ya kijiji, shule pamoja na wanafunzi, napenda kutoa shukrani za dhati kwa benki ya CRDB kwa kufadhili kikamilifu ujenzi wa madarasa haya mawili na ofisi moja. Ufadhili huu ni mchango mkubwa sana katika kuboresha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi wetu. Taarifa fupi ya mradi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu ulianza rasmi tarehe 10 Januari 2025 na kukamilika mnamo tarehe 30 Septemba 2025. Aidha, mradi huu ulikuwa ni mradi wa thamani ya shilingi milioni 60 tu. Hivyo utekelezaji wake ulijumuisha hatua mbalimbali kuanzia maandalizi ya eneo, ujenzi wa msingi, kuta, upauaji hadi hatua ya umaliziaji. Mradi huu umetekelezwa kwa mafanikio makubwa na sasa majengo haya yako tayari kutumika rasmi kwa shughuli za kielimu. Umuhimu wa mradi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kukamilika kwa madarasa haya mawili na ofisi ni hatua muhimu katika kupunguza changamoto ya msongamano wa wanafunzi darasani, kuboresha mazingira ya kazi kwa walimu. Hata hivyo, bado shule yetu ina uhaba wa vyumba 6 vya madarasa, huku baadhi ya madarasa yaliyopo yakiwa katika hali chakavu. Hivyo, kupitia nguvu za wananchi, kumeanzishwa chumba kimoja cha darasa ambacho kipo hatua ya msingi, ambacho kinahitaji bado rasilimali watu, vitu na rasilimali fedha ili kuweza kukamilisha darasa hilo. Hali hii inaathiri kwa kiasi kikubwa ubora wa ujifunzaji na ufundishaji. Maombi ya shule. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na hali hiyo tunaomba yafuatayo. Hivi vitasaidia kuboresha uendeshaji shughuli za taaluma, ikiwa ni pamoja na uchapishaji wa mitihani, nyaraka muhimu za kujifunzia. Pia tunaomba kuweza kusaidiwa kupatiwa vifaa vya michezo kama vile mipira, jezi, bendi, kwani ndio vitu vinavyopelekea kuibua na kuendeleza vipaji vya watoto katika taifa la kesho. Neno la shukrani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa shukrani za dhati kwa benki ya CRDB kwa ufadhili wao mkubwa, uongozi wa halmashauri ya Bumbuli kwa usimamizi na ushirikiano, uongozi wa serikali ya kijiji, kata na kijiji kwa kuwa nasi bega kwa bega, wananchi wa kijiji ya Kondogoi, walimu, wanafunzi wote, mafundi na wadau wote walioshiriki kufanikisha mradi huu. Hitimisho. Mgeni rasmi, mradi huu ni kielelezo cha mafanikio ya ushirikiano kati ya sekta binafsi na serikali katika kuendeleza elimu nchini. Tunaamini majengo haya yatadumu kwa muda mrefu na kuwanufaisha wanafunzi wengi. Kwa heshima kubwa, sasa tunaomba uongozi toka kanda ya meneja CRDB benki Lushoto, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kuweza kukabidhi majengo haya kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Bumbuli kwa matumizi rasmi ya shule. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema iliyotuwezesha kukutana katika hafla hii ya kukabidhi madarasa na ofisi ya walimu kwa shule yetu ya msingi ya Kondogoi. Pia nikupongeze wewe mgeni rasmi pamoja na uongozi mzima wa halmashauri ya wilaya ya Lushoto kwa kazi nzuri inayofanyika hapa Bumbuli. Sisi ni mashuhuda wa kazi na juhudi mnazozichukua na tunaungana kukupongeza. Hongera sana kwa uongozi unaotatua kero za wananchi. Aidha, nitoe shukrani zangu za dhati kwa viongozi na wananchi wote mliojumuika nasi hapa.
Hakika umoja wetu umeipa uzito unaostahili shughuli hii, hasa kwa kuzingatia kuwa elimu ni mojawapo ya misingi mikuu ya maendeleo katika taifa letu. Asanteni sana kwa kufika. Nami binafsi nimefarijika na nimefurahi kuwa hapa Bumbuli leo. Bumbuli kwangu ni nyumbani. Baba yangu aliwahi kufanya kazi katika hospitali ya Bumbuli. Hivyo na mimi niliwahi kuishi Bumbuli. Lakini vile vile nimesoma katika shule ya sekondari ya wasichana Kifungilo. Kwa hiyo Lushoto pia ni kwetu na mimi ni mtoto wenu. Asante sana, na nimefurahi kuwa kwamba na mimi sasa kwa nafasi yangu naweza kuchangia katika maendeleo ya Lushoto na Bumbuli. Mheshimiwa mgeni rasmi, benki ya CRDB ni benki ya kizalendo ambayo inaamini kuwa ustawi wa jamii ndio msingi wa maendeleo yake. Sisi tunaamini jamii ikistawi, sisi kama benki pia tunastawi na kuimarika zaidi katika nyanja tofauti za huduma na ushirikiano na wadau wetu. Imani hii imepelekea benki kujiwekea utaratibu wa kuiwezesha jamii kupitia sera yetu ya uwekezaji kwa jamii, yaani CRDB Bank Corporate Social Investments Policy. Kupitia sera hii, benki yetu ya CRDB hutenga 1% ya faida yake baada ya kodi kila mwaka na kuzielekeza katika shughuli za kusaidia jamii, ikiangazia zaidi sekta ya afya, elimu na mazingira. Utekelezaji wa sera hii uliodumu kwa miaka mingi unaonyesha dhamira ya benki ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuleta maendeleo. Pia inathibitisha kuwa tunaamini katika nguvu ya jamii kama msingi wa maendeleo endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi tulichodumu sokoni tangu kuanzishwa kwa benki yetu ya CRDB zaidi ya miongo mitatu iliyopita, tunajivunia mchango mkubwa ambao tunaotoa kupitia sera hii ya uwekezaji kwa jamii. Kisha miradi mbalimbali ambayo imechangia kuboresha maisha ya watu na kuleta mabadiliko chanya katika jamii tunayohudumia. Kwa mwaka jana pekee, benki ya CRDB ilitumia zaidi ya shilingi bilioni 2.7 kuwekeza katika jamii. Shilingi bilioni 1 katika hizo zilielekezwa kwenye sekta ya elimu. Fedha hizi zimetumika kujenga miundombinu muhimu yakiwemo madarasa, mabweni, ofisi za walimu, vyoo na maabara. Pia fedha hizo zilitumika kununulia vifaa vya kufundishia na kujifunzia vikiwemo vifaa vya maabara. Uwekezaji huu katika sekta ya elimu unathibitisha kuwa benki yetu ya CRDB inatambua changamoto mbalimbali zinazoikumba sera ya elimu nchini. Vile vile, uwekezaji huu unaonyesha nia yetu ya dhati ya kuchangia kuzitatua changamoto hizi ili kuboresha mazingira ya elimu nchini na kuchochea maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kutokana na dhamira yetu hii ilikuwa rahisi ukubali ombi la kujenga madarasa haya, ombi lililotoka kutoka kwa uongozi wa shule, Mwalimu Mtari, kupitia ofisi ya mbunge aliyepita Mheshimiwa Januari Makamba na ofisi ya halmashauri, ili kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wanaosoma katika shule hii. Naamini miongoni mwao kuna viongozi, wafanyabiashara na wawekezaji wa baadaye wa taifa letu. Ni matumaini yangu kuwa uwekezaji huu wa vyumba viwili vya madarasa, madawati na ofisi moja ya walimu vyenye thamani ya jumla ya shilingi milioni 60 utasaidia kutatua changamoto iliyokuwepo na kuwawezesha walimu kufundisha kwa ari zaidi na kuwapa wanafunzi kuelewa kile kinachofundishwa. Pendogoi oye! Benki yetu ya CRDB ina mahusiano mazuri sana na ya muda mrefu na serikali, ikiwemo halmashauri ya wilaya ya Lushoto na halmashauri ya Bumbuli. Uwezeshaji huu wa uboreshaji wa mazingira ya shule ni mwendelezo wa juhudi za muda mrefu. Kabla ya shule hii ya msingi Pendogoi, tayari tulishasaidia viti na meza za wanafunzi katika shule ya sekondari Kizingo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafanya haya yote ili kusaidia kuweka mazingira bora na salama kwa watoto wetu kusoma na kujifunza.
wote tunafahamu kuwa dira yetu ya taifa ya mwaka 2050 imeazimia kuwa na taifa lenye maisha bora na ustawi, ikiwemo elimu bora na ujuzi. CRDB tuko mstari wa mbele kushiriki katika kufanikisha dira hiyo. Hivyo, kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi wa benki yetu ya CRDB, ninakuahidi mgeni rasmi kuwa tutaendelea kuwaunga mkono pindi mtakapohitaji mdau wa kushirikiana naye kuboresha huduma kwa wananchi. Msisite kutushirikisha. Ukiacha uwezeshaji huu wa miradi ya jamii, kampuni tanzu ya benki ya CRDB ambayo ni taasisi ya CRDB Bank Foundation inayo programu mahususi ya kuiwezesha jamii kiuchumi. Programu hii ijulikanayo kama Imbeju imejikita katika kutoa mafunzo ya ujasiriamali, elimu ya fedha na mitaji wezeshi. Kupitia programu hii, zaidi ya wananchi milioni 1 nchini kote wamenufaika na mafunzo na uwezeshaji, wakiwemo wajasiriamali zaidi ya 120,000 mkoani Tanga. Aidha, zaidi ya wajasiriamali takriban 6,400 wamewezeshwa kwa mitaji yenye thamani ya shilingi milioni 671.5 ambayo imechangia kukuza shughuli za kiuchumi na kuboresha maisha ya wananchi kwa ujumla. Hivi karibuni programu ya Imbeju ilitekelezwa hapa wilayani Lushoto, ambapo imewafikia zaidi ya wanufaika 500 na kufanikisha ufunguzi wa akaunti zaidi ya 100. Mafanikio hayo yameimarisha ujumuishaji wa kifedha na kuongeza ushiriki wa wadau, huku juhudi zikiendelea kuboresha huduma na kuongeza idadi ya wanufaika yetu ya mwaka 2050 kwa ufanisi. Wanafunzi mpo? Wanafunzi mpo? Naomba kabla sijamaliza nizungumze nanyi wanafunzi. Hamjambo jamani, watoto wazuri? Semeni shikamoo. Marahaba. Wapendwa watoto wetu, kama mnavyoona, serikali, wazazi na sisi wadau tunajitahidi kuhakikisha mnapata elimu bora, si ndio? Hivyo nanyi msome na kujifunza kwa bidii. Mjitume na kuhakikisha kwamba mnapata elimu bora. Pia nawaomba muitunze hii miundombinu iliyowekwa hapa leo na ambayo ipo. Madarasa, madawati, vyombo vyote ambavyo vitakuwepo hapa mvitunze ili viwafae ninyi na wadogo zenu baadaye. Sawa jamani? Na mimi binafsi nitafuatilia matokeo ya shule hii kwa mwaka huu na miaka ijayo. Tunataka kuona kweli matokeo mazuri yanaendelea kuwepo. Mnaniahidi kwamba mtafaulu? Asante, na mwalimu mkuu anaunga mkono kabisa hilo. Asante sana mwalimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimalize kwa kushukuru tena wewe mwenyewe binafsi kwa mara nyingine kwa kujumuika nasi katika hafla hii fupi. Tunatambua kwamba una majukumu mengi, lakini umekuja hapa, tunakushukuru sana. Niishukuru pia halmashauri ya wilaya ya Lushoto chini ya uongozi wako kwa kuendelea kuishirikisha benki yetu katika kuboresha maendeleo ya wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Bumbuli. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kata unazoongoza ndani ya wilaya hii, najua unazo kata zaidi ya 51 pamoja na ile halmashauri ya Lushoto. Miongoni mwa kata ambazo zilikuwa na niseme hali mbaya ya kimajengo ya elimu, hii kata ni mojawapo. Na sisi kama watendaji tulikuwa tunafanya jitihada mbalimbali kuhakikisha mambo yanakaa sawa. Sasa nia yangu hapa ni kutoa shukrani. Shukrani zangu za kwanza ni kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameweka sera bora kabisa kuhakikisha haya mambo yanaweza yakaenda kwa wakati mmoja, ndani ya mwaka mmoja mambo yakakaa sawa. Ninasema hivyo kwa sababu Mheshimiwa diwani na wananchi wa kata hii watakubaliana nami kwamba tulikuwa tuna shida hapa, tulikuwa na shida Kivilicha, kuna shule ya msingi inaitwa Kivilicha pale. Lakini tulikuwa na shida kwenye sekondari ya Kivilicha. Lakini ndani ya mwaka mmoja kwa sababu ya sera nzuri
zilizowekwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeweza kuyaona haya yanayoonekana. Kwa hivyo nina wajibu kama mtendaji kwenye halmashauri hii kuishukuru serikali kwanza, kwa sababu mambo yamekwenda pale Kivilicha. Serikali ilipoona imepata wadau upande wa Kwendogoi na kwenye sekondari kule, ikapeleka fedha kwenye shule ya msingi milioni 173. Tumejenga pale madarasa 5 ya shule ya msingi, lakini tumejenga vyoo matundu yasiyopungua 18. Mheshimiwa Diwani, nadhani huko unashuhudia hayo mambo, na hii imewezekana kwa sababu upande wa pili sera imetekelezwa vizuri, wadau wamepatikana, wametekeleza pia kwa upande wao. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuwekea mazingira rafiki ambayo sisi watendaji tunaweza tukatembea nayo na akaturahisishia kazi. Lakini shukrani zangu za pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwa wadau wetu wa maendeleo, hususan CRDB. Maeneo haya tuliopo, wale ambao mnayajua vizuri, mnaweza mkawa mashahidi. Hali hapa ilikuwa sio ilivyo sasa. Tulikuwa na majengo ambayo kila ukicha unawaza kama watoto wataamka salama. CRDB wakayaona, wakasikia maombi yetu, wakasema hapana, hatuwezi tukaiacha serikali ikaendelea kupambana yenyewe wakati wadau tunaowahudumia kwa maana ya wananchi ni hao hao. Kwa hiyo ilipotia mguu hapa, mazingira leo yamebadilika, mnayaona. Tunatambua hatujakamilisha miundombinu yote, lakini si haba kwa hatua tuliofikia, kwa sababu vyumba vinaonekana vipya viwili vya thamani ya milioni 60 na walimu wangu wamepata ofisi. Tunawashukuru sana viongozi wa CRDB na benki ya CRDB. Haya ndio mambo ambayo tunayataka kwa wapenda maendeleo. Mtu akitaka kuleta challenge aseme yeye kachangia nini. Sasa sio mtu anasema wakati yeye hataki kusema alichochangia. Huyo sio mtu wa maendeleo. CRDB imeonyesha mfano na sisi kama watendaji tunawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nisikupotezee muda mwingi, lakini niruhusu nitoe commitment kama mtendaji wa halmashauri. Tunajua wenzetu wako kibiashara, na ili tupate fursa kama hizi lazima biashara yao ikue. Sasa ili kupanua biashara yao, sisi halmashauri ya Bumbuli, mwenyekiti ameshasema, na asubuhi nilimwaga mwenyekiti wa halmashauri kwamba nitakuwa na mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunawaunga mkono 100%. Sera za serikali zinawaunga mkono. Sisi kama watendaji tutasimamia sera hizo kuhakikisha biashara yenu ndani ya halmashauri ya Bumbuli na wilaya nzima ya Lushoto zinastawi. Na nina hakika, nilikuwa naongea na mweka hazina asubuhi, mheshimiwa mgeni rasmi, kwamba tumefanya nini kwa CRDB ambayo tulikuwa tukiisubiri kwa hamu kubwa, na mwishowe tumekuja kufikia siku hii ambayo ni siku, tunasema ni siku ya sherehe kwetu, kwa sababu yale malengo ya muda mrefu ambayo tulikuwa nayo ya kuweza kuondoa madarasa chakavu na kuanza kuweka madarasa mapya katika shule hii ya msingi Yogoi, Kwendogoi, ile ndoto sasa inakuja kuwa kweli. Lakini tunawashukuru, siku ya leo imekaa kwa namna ya shukrani. Na mimi niungane na wote waliotangulia kutoa shukrani nyingi sana kwa benki ya CRDB kwa kazi kubwa wanayoifanya. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Nyerere aliwahi kusema, Tanzania tuna maadui wangapi ndugu zangu? 3. Wa kwanza alikuwa ni nani? Ujinga. Wa pili ni maradhi, na wa 3 ni maskini. Lakini ukiwa mjinga lazima tu utakuwa maskini, na ukiwa maskini lazima tu utapata maradhi, kwa sababu utakunywa maji yaliyochemshwa. Huna hela ya kununua maji, huna hela ya kununua mkaa wa kuchemsha maji, unaona budget inakwenda. Kwa hiyo adui mkubwa wa kwanza kabisa ni ujinga, anabeba maadui wengine wote. CRDB wamekuwa mstari wa mbele katika kupambana na adui anaitwa ujinga, kwa kuwekeza katika miundombinu ya kutoa elimu, ufundishaji na ufundishwaji. Na leo tunaona jengo letu zuri kabisa ambalo watoto wetu watakaa vizuri na walimu watapata ofisi angalau nzuri kwa ajili kama sehemu ya uboreshwaji wa mazingira ya wao kujifunza na kufundishia. Sisi kama serikali
tunatambua mchango mkubwa sana mnaofanya benki ya CRDB, kwa sababu tunafahamu swala la CSR ni la wadau wote, lakini tunajua ni nani anayefanya zaidi. Hata ukiwa na watoto wako pale nyumbani, yule anayefanya kazi zaidi unamfahamu, japo ambaye hafanyi zaidi humwambii. Lakini CRDB ni miongoni mwa wadau ambao wana mchango mkubwa sana kwenye jamii ya Watanzania. Wa mkurugenzi board member wa CRDB, tunatoa salamu na shukrani nyingi sana kwa benki, tukianzia kwa board members wenzako, lakini pia kwa mkurugenzi mkuu pamoja na watendaji wote wa benki hii, kwa shukuru na kusema kwamba tunatambua mchango mkubwa mnaofanya si tu kwa Lushoto bali kwa Tanzania. Na kama mwaka jana, kama nimekusikiliza vizuri, umesema ametoa zaidi ya bilioni 2 kurudisha kwenye jamii. Huo ni mchango, ni bilioni 2.7 bilioni 2, jamani, sio bilioni 200, bilioni 2.7 imerudishwa kwenye jamii ya Watanzania. Inaona hizo kigelegele ya kitoshi. Hebu pigeni 15. Nimekisikia katikati pale. Ndio chukua 15. Kwa kweli benki yetu hii inapaswa kupongezwa, lakini tuiunge mkono kwa kufungua akaunti kwa wingi, ili na wenyewe waweze kufanya biashara, wapate faida ambayo mwisho wa siku hiyo faida sisi tunakuja kuila. Nimeongea mkurugenzi hapa kuhusiana na jinsi ambavyo kama serikali, kama halmashauri tuko tayari kuweza kushirikiana na ninyi ili kuhakikisha kwamba mzunguko wa fedha unazidi kuwa mkubwa, mtengeneze faida. Lakini mimi binafsi, mkurugenzi, hili hata kama sijakwambia na nilichomekea na tutafanyia kazi, tutatoa kiwanja kwa benki ya CRDB muweze kujenga tawi Bumbuli. Karibuni sana, na mkiona hamna haja au hamtaki kujenga, tunaweza kutafuta wawekezaji wakajenga, na tukikosa halmashauri sinaweza. Naweza. Tukikosa wawekezaji binafsi, halmashauri yetu itajenga ili muweze kufungua tawi kwenye halmashauri hii ya Bumbuli. Wasio wanahangaika kwenda mbali kufuata huduma. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla sijamaliza, niendelee kutoa shukrani. Shukrani nyingi sana kwa kamati ya ujenzi inayoongozwa na mama mmoja mashuhuri sana. Yuko wapi yule mama? Mwenyekiti wa kamati ya ujenzi.